KT Tanzania leo bado pia wanatakiwa tena wapate mechi nyingine tena kwa ajili ya kujiandaa, kwa sababu kuna baadhi ya wachezaji ambao wenyewe na bahati ambao wameitwa kwenye vikosi vya timu ya taifa wao watapata mechi. Ila hao ambao hawajapata nafasi ya kutoka kwenye timu za taifa mechi wanapata wapi? Kwa hiyo lazima klabu ihakikishe inapambana kwa ajili ya kupata mechi za kirafiki at least hata 2 kuelekea kwenye mechi ya Petro de Luanda kwa ajili ya kuandaa kisaikolojia, kimwili pamoja na kiakili kwa ajili ya kwenda kupambana kwenye hiyo mechi. It's not easy, ni mechi ngumu sana, umeona, kwa sababu ni mechi ambayo ina maamuzi kati ya Simba na Petro de Luanda. Nani ambaye atakuwa na uhakika wa kushika nafasi ya pili, kwa sababu Simba ni do or die, wanapaswa kushinda huo mchezo. Yaani kwenye kundi lao inabidi zile alama 3 zote zile wale wote wale watatu waziache hapa. Sio vizuri, ili kujihakikishia nafasi ya wao kufuzu kwenye hatua ya nini, ya robo finali. Kwa hiyo moja kati ya mechi ambayo itakuwa ni ngumu kwao ni mechi dhidi ya Petro de Luanda, ambao kiuhalisia na wao sio polepole, ukiwa kwao wanakunyoosha. Na wakija pia ugenini kama hujajipanga vizuri wanakupa kipigo. Sio vizuri. Kwa hiyo Simba kwa vyovyote kwa lolote inabidi apate hizi mechi za kirafiki. So nafikiri Dimitar Pantev baada ya kuona kwamba JKT Tanzania wamempa game ngumu, hasa Ahmad Ali pia kumuuliza maswali magumu, umeona kwenye eneo la kimbinu pia ilimfanya aone kuna umuhimu pia wa kucheza nao tena mchezo mwingine wa kirafiki ili kwa ajili ya kujiandaa vizuri na mechi ya klabu bingwa barani Afrika. JKT ni moja kati ya timu nzuri sana ambazo kiuhalisia haziendeshwi kisiasa. Ni timu ambayo ukiangalia kiukweli inaendeshwa kwa uweledi mkubwa sana. Kwa ukipata nafasi ya kucheza nao wanakupa mechi kweli kweli. Mechi ambayo kiuhalisia itakutengeneza kimwili vizuri sana. Lakini kwenye upande umuuliza kuhusiana na Bajabiri ambaye kwa mujibu wa taarifa ambazo tulizokuwa nazo ni kwamba amecheza aliingia dakika 65. Aliingia dakika 65. Yeah, of course. Na akapata muda wa kucheza kidogo. Kwa hiyo taratibu anaanza kupata zile dakika chache kwa ajili ya kurudi mchezoni. Nafikiri labda mwalimu leo baada ya kumpa dakika kama 25 hivi atakuwa ameona kitu. Sio vizuri. Kama kuna nafasi ya kuweza kumtumia anaweza kumtumia. Ila mimi ninachokiamini kwamba Simba walinunua potential. Hawakununua mchezaji ambaye moja kwa moja anaweza kaja akaingia kwenye kikosi na kuweza kufanya vizuri. Yani kuna mchezaji ambaye tayari kasha prove. Kwa mfano Nabi Kamara alipotoka tayari kasha prove. Kumbuka alikuwa Sfaxien. Ya wapi? Ya Tunisia. Akatoka akasajiliwa tena huko sijui Arabuni. Katika kusajiliwa tena hapo katikati akaona kuna uwezekano wa kuja Tanzania, akaja Tanzania. Kwa hiyo ni mtu ambaye kashapita kwingi. Acha yeye tu hivyo. Nani mwingine ambaye Jonathan Soa kapita vilabu vingi, wote tunafahamu alipokuwa Medeama, kaenda mpaka Libya, karudi hapa kacheza Tanzania kwenye klabu ya Singida, kaisha prove. Umeona nani mwingine? Suleiman Mwalimu. Suleiman Mwalimu alishacheza hapa akiwa na Fountain Gate, lakini kama haitoshi pia akaenda Wydad Casablanca, hakufanikiwa sana. Simba amemrudisha kwa mkopo hapa. Nani mwingine ambaye amesajiliwa msimu? Nio Maema alikuwa Mamelodi Sundowns. Amekaa Mamelodi Sundowns kwa muda mrefu, tena umri wake ni miaka 29. Ni mchezaji ambaye ana uzoefu wa kutosha, kaishacheza kwa muda mrefu sana. Ana uwezo na kila mtu anafahamu hilo. Nani? Nandi Kante, Alassane Kante. Alikuwa Byzantine ya Tunisia. Ni mchezaji ambaye tayari kaishaonyesha kitu, ndio maana kaenda kucheza kwenye mataifa mengine. Lakini unapomzungumzia mchezaji kama Bajabiri, Simba walikuwa wamesajili potential. Ujue kuna baadhi ya wachambuzi sijui wanaongea kwa hisia, sijui ni nini. Yaani kuna katabia fulani ambako kako. Yaani kwamba ukiikosoa Yanga basi ni lazima uikosoe Simba hata kama hakuna kitu cha maana, yani cha kukosoa. Yani hata kama hakuna cha kukosoa, yani lazima tu utengeneze story, yani ukosoe. Sio bila vizuri. Ni mradi. Wakati watu wanamsema labda Prince Dube na kadhalika, watu wakawa wanasema tuanze kumsema pia na Bajabiri. Mimi nikahoji. Bajabiri kacheza wapi? Wewe ulimuona wapi Bajabiri amecheza Tanzania? Bado. Hata mtu alimuona Bajabiri amekuja hapa akiwa na nini? Akiwa na majeraha. Tena alikuja akiwa na majeraha. Alikuja kidogo ameshapona. Akacheza pre-season. Pre-season akajitonesha. Akawa ameumia. Sasa watu wanataka tu comment nini kwa Bajabiri? Tuongee ukweli, tu comment nini kwa Bajabiri ikiwa bado hajacheza, tujaona kile ambacho Simba walikuwa
wamekichukua kwa maana ile potential yake kutoka polisi ya Kenya kuja kukionyesha hapa. Unataka tuzungumze nini? Hakuna. Of course unaweza ukasema Simba inawezekana walifanya makosa kumsajili Bajabiri akiwa na majeraha, si vizuri, lakini kwa umri aliokuwa nao Bajabiri na potential alikuwa nayo, inawezekana Simba baada ya kufanya utafiti na kuuliza, kwa sababu walimuuliza mpaka Etienne Ndalagije, sisi tulimuuliza muone, tulimuuliza bana, vipi kuhusiana na Bajabiri, kuhusiana na issue yake na historia yake ya masuala ya injury. Yeye mwenyewe akakiri kwamba sio injury prone, na ikumbukwe Etienne Ndalagije alikuwa ni kocha wa polisi Kenya. Umeone, na ni kocha ambaye ana uzoefu na anaujua mpira. Sasa mimi sitaki kuamini kwamba Simba wakati wanaenda kumsajili Bajabiri walikuwa hawajapata information kuhusiana na yale majeraha yake. Kwa hiyo mimi ninachoamini na ninachotaka kusema ni kwamba wajaribu kumpa muda. Simula vizuri, wajaribu kumpa muda. Tutamuona kama atafeli, tutasema amefeli, na kama atafaulu, tutasema amefaulu. That is football. Lakini haina maana ya kwamba eti mchezaji kaumia huko alipoumia tena tuanze tena kumkosoa huko hajacheza. Huo mpira haupo. Eti kwa sababu tu labda tunamkosoa Dube hachezi vizuri, anakosa magoli, hayuko katika kiwango kizuri, basi na Simba huko tumkosoe, au twende Azam tutafute mchezaji tumkosoe. Kwa mfano Azam, mbona watu hawazungumzi kuhusiana na Azam? Yule Dudu ambaye za kazi alikuwa anamsema, unakumbuka? Dudu mpaka leo unaona anacheza. Hajacheza baada ya mechi. Hakuna mechi yoyote aliyocheza Dudu. Sio vizuri, lakini alikuja hapa kwa sifa nyingi kede na kadhalika, lakini kwa nini uone Azam ikizungumziwa? Kwa sababu Azam haina mashabiki. Azam sio timu ambayo inaangaliwa sana kama vilabu hivi viwili, kwa maana ya Simba na Yanga. Sio vizuri, na ndio maana hata Dube wakati yupo Azam, kama unakumbuka vizuri, kuna muda alikuwa anacheza hafungi hata mechi 10 mpaka 8, lakini nani alikuwa anazungumza hiyo? Unapokuja kucheza Yanga ama Simba, pressure yake inakuwa ni kubwa mno kuliko chochote. Kwa hiyo lazima tu watu watakuzungumzia, hasa pale unapata nafasi ya kufanya nini, ya kucheza na uperform. Kwa kwangu mimi, kama leo amepata dakika 25 za kucheza Bajabiri, ni kitu kizuri. Ni kitu kizuri. Nafikiri mwalimu yeye mwenyewe atakaa chini na kuangalia, je, huyu mtu naweza nikamtumia? Kwa kama ataona inafaa kumtumia, basi atamtumia. Ila kwangu mimi naamini ni moja kati ya talent kubwa sana Simba ambazo wamesajili. Na bahati nzuri ligi ya Kenya jamani inaonyeshwa. Shida watu hawapendi kuangalia ligi zingine. Umeelewa vizuri? Wanasubiria Simba, Yanga bisa wasajili, basi ligi inaonyeshwa Azam TV. Mbona inaonyeshwa watu sio wanaangalia? Shida ni kwamba watu waangalia, alafu pia ukiwaambia watu wanajifanya ni wabishi wakati hawana hizo hoja. So kwa mimi nafikiri anachohitaji ni nafasi tu, then ataonyesha. Kwa upande wa mechi ya leo dhidi ya JKT, Mpanzu ambaye wengi walikuwa wakimzungumzia kwamba kuna namna ameanza vibaya msimu huu, ndiye ambaye leo hii ameingia kambani mara 3, lakini Jonathan Soa ameshinda mara 2, ameingia kambani mara 2, la dakika 7 na Jean Chaza. Tuanzie hapa kwa Mpanzu pamoja na Jonathan Soa kabla. Mpanzu ni mchezaji mzuri sana. Of course Mpanzu wa msimu uliopita na Mpanzu wa msimu huu ni vitu viwili tofauti. Ameanza kwenye gia ya chini, huo ndio ukweli. Sumula vizuri. Lakini ujio wa Dimitar Pantev unaweza kumrejesha Mpanzu yule ambaye watu wanamfahamu. Yeah, of course, kwa sababu ya ushindani wa namba. Siamini kama Dimitar Pantev ataenda tu na mchezaji kwa sababu ana jina kubwa. Na ikumbukwe Dimitar Pantev ni kocha mpya. Amekuja pale anajaribu kuangalia wachezaji tofauti. Ndio maana unaona watu wengi wanalalamika kwamba mbona anabadilisha kikosi na kadhalika, kwa sababu yupo kwenye kukisoma kikosi cha Simba na kujua ni aina gani ya mchezaji ambaye ataenda naye, ni aina gani ya mchezaji ambaye anafiti kwenye system yake ya kiuchezaji. Na ndio maana kwenye mechi iliyopita ya ligi kuu kumradhi, ya ligi kuu dhidi ya JKT Tanzania, Mpanzu alianzia benchi. Lakini alipoingia Mpanzu alitoa assist. Yes. Uongo kweli? Alitoa assist. Na impact yake ilianza kuonekana na alipoingia Mpanzu. Nakumbuka alipoingia Jonathan Soa, alipoingia na Morris Abraham, Simba ikaongeza speed kwenye eneo la ushambuliaji. JKT wakaanza kupata maafa. Kwa hiyo hali ikawa tete. Kwa hiyo kwangu mimi naamini class ni permanent, form ni temporary. Mimi naamini
alichokuwa nakipitia Mpanzu mpaka kuja kufikia hapa ni fomu. Inawezekana fomu yake kweli imetetereka kwa kiasi kikubwa, wala hilo hakuna kutetea, lakini kwa sababu ya klasi aliyokuwa nayo, talent aliyokuwa nayo, kama mwalimu atamsimamia vizuri na yeye mwenyewe akajua kabisa kwamba sasa hivi Simba kuna ushindani na kadhalika, kuna uwezekano mkubwa akafanya nini, akarudi kwenye kiwango chake. So hata kufunga magoli mawili leo kwenye mechi ya kirafiki kwangu mimi sio kitu cha kunandi cha magoli matatu, hat trick ya of course sio kitu cha kufanya nini, sio kitu cha kushangaza, kwa sababu Mpanzu amekuwa bora na ameendelea kuwa bora na bora tangu mimi nilipoanza kumuona akiwa AS Vita. So kuna muda wewe kama mchezaji, kuna upepo mbaya unaweza kukupitia. Hata Prince Dube huyu ambaye anasema fomu anayopitia hivi sasa ni mbaya. Msimu uliopita alikuwa na fomu nzuri. Yes. Si alifunga magoli mengi. Sibula vizuri. Lakini msimu huu fomu yake ni mbaya. Kwa hiyo sio dhambi kusema kama fomu yake ni mbaya. Hata Mpanzu pia alikuwa na fomu mbaya mwanzoni, kuanzia msimu huu kaanza vibaya. Umeona? Kitu ambacho mimi naamini sasa kwenye klasi, kama klasi yako ni kubwa utarudi tu kwenye kiwango. Sibula vizuri. Kwa mimi naamini Elie Mpanzu Kibisawala kwa klasi aliyokuwa nayo, ushindani uliopo kwenye kosti ya Simba, mwalimu mpya Dimitar Pantev, ile itamboost. Umeona, ataamka kutoka usingizini, then atarudi kwenye kiwango na mwisho wa siku maisha mengine ataendelea. Jonathan Soa ameingia kambani mara mbili. Moja wachezaji ambao ilikuwa ni 100 kwenda Jangwani. Jonathan Soa kama anavyojiita yeye is a beast. Black Lion. Ni the beast kweli. Tuongee ukweli, Jonathan Soa anajua. Moja kati ya kosa kubwa ambalo nafikiri walilifanya in Africans na watajutia ni kuacha kumsajili Jonathan Soa. Light kama in Africans wangemsajili Jonathan Soa, sasa hizi tungekuwa tunazungumza mambo mengine. Na hata Prince Dube kuna namna ambavyo pressure ingekuwa imeshuka, kwa sababu mzigo mkubwa angekuwa anatupiwa Jonathan Soa kutokana na kiwango alichokionyesha msimu uliopita. Lakini unaona in Africans wana struggle kwenye eneo la ushambuliaji kwa sababu wamesajili mchezaji ambaye klasi yake inazidiwa na Jonathan Soa, kwa maana ya Andy Boyle ambaye ameshindwa kumpa challenge moja kwa moja Prince Dube. Ndio unaona kuna lawama. Lakini kwa Simba unaona Simba wamesajili washambuliaji watatu. Simba wamesajili washambuliaji wawili ambao moja kwa moja washambuliaji wawili wameenda kumpa challenge Steve Dese Mukwala ambaye amefanya nini, amemkuta. Na ndio maana unaposikia watu wanalalamika kuhusiana na Steve Dese Mukwala unaanza kushangaa kwa nini. Sio vizuri. Mukwala tukiwa wa kweli kabisa, moja kwa moja amekutana na challenge ya Jonathan Soa, moja kwa moja amekutana na challenge ya nani, ya Suleiman Mwalimu. Tuongee ukweli, yani leo hii akitoka Steve Dese Mukwala akiingia Jonathan Soa ana deliver zaidi ya Steve Dese Mukwala. Kuna muda akipewa nafasi Suleiman Mwalimu atataka kuonyesha zaidi ya Steve Dese Mukwala na zaidi ya Jonathan Soa. Kwa hiyo ushindani uliokuwepo kwenye eneo la ushambuliaji la Simba Sports Club unawanufaisha zaidi Simba Sports Club kuliko hata wachezaji, na pressure inazidi kuongezeka kwao zaidi kuliko hata nandi hata timu au tuseme benchi la ufundi. Yani leo hii Steve Dese Mukwala asipoperform anajua kabisa kuna mtu anaitwa Jonathan Soa, asipoperform kuna mtu anaitwa Suleiman Mwalimu. Ndicho ambacho Africans walipaswa kuwa nacho. Kama wangekuwa nacho hicho, mimi nakuhakikishia hizi kelele zinazopigwa za Prince Dube